Naam, rasmi tunafungua soka letu kupitia taarifa ambayo inahusu Singida Black Stars ambao leo watakuwa dimbani kucheza dhidi ya Azam FC, mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC ambao utachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni, ambapo Lambalamba Azam FC watakuwa wapo ugenini kumenyana na wana Kilimankundi. Hao si wengine ni Singida Black Stars ambao wapo kwenye nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu wakiwa wameshacheza michezo 15 wakijikusanyia alama 25. Kwa upande wa matajiri wa jiji Azam FC wapo nafasi ya 3 wakiwa wamecheza michezo 15 na wakiwa wamevuna alama 29. Mchezo mwingine tena wa kuangalia tuliujadili Jumatatu juu kiufupi jinsi ambavyo mchezo huu unaweza ukawa na ushindani. Sasa leo tunazama zaidi kuweza kuangalia kiundani na kiufundi zaidi nini ambacho kitajiri wakati Azam FC watakuwa wapo dimbani hapo Singida. Ni miongoni mwa maeneo pia ambayo sasa hivi yamekuwa na mwamko mkubwa sana wa mpira wa miguu baada ya Singida Black Stars kuwepo pale, lakini pia kuweza kuweka miundombinu mizuri zaidi ya michezo, wakiwemo uwanja wa Airtel Stadium ambao wameujenga hivi karibuni na unatumika kwenye ligi kuu ya NBC na ndio ambao utatumika kwenye mchezo huo pia ambao unaenda kuchezwa leo. Lakini pia uwanja wa CCM Lit na wenyewe upo pia kwenye matengenezo ambao pia utatoa nafasi kwa timu nyingine kuweza kutumia kama utakuwa unakidhi vigezo kwa mjibu wa bodi ya ligi, lakini pamoja na TFF. Philip Mkini, tunarejea kwenye mchezo huu ambao tulitazama Jumatatu kuhusiana na hali ya mchezo huu, jinsi ambavyo pengine tunatarajia itakuwa. Unaona kuna mabadiliko ambayo yanaendelea kutengeneza joto la mchezo huu kwa juu zaidi? Kwanza nafikiri kila mwalimu amechukua tahadhari kubwa sana kwenye mechi. Niliwasikiliza walimu wote wawili, mwalimu wa Azam na mwalimu wa Singida, kila mmoja anaonyesha kwamba ni mechi ambayo kwao ina umuhimu mkubwa. Lakini kitakwimu ni Singida wanapita kwenye tanuru la moto, kwa sababu nafikiri watakuwa wamecheza mechi 3 na timu 3 zote kubwa kwenye ligi. Wamecheza na Yanga, wamecheza na Simba, wameenda kucheza na Azam, na mechi zote wanacheza nyumbani. Kwa hiyo kama ukipoteza mechi zote hizi nyumbani means ya kwamba unaanza kujiweka pia kwenye hatari, kwa sababu hawa ndio washindani wako. Mwalimu wa Singida ameshasema kwamba kupoteza kwao hapa ina maana kutakuwa kunazidi kuwashusha na kuanza kuwapotezea ile focus yao, sababu anasema target ya timu alivyoikuta ina malengo yake ya kuwa kwenye zile timu 3 bora kwenye msimamo. Kwa hiyo kikubwa nafikiri ni kila mmoja kuhakikisha kwamba anafanya kazi yake inavyotakiwa, kama kile ambacho kimezungumzwa. Uwanja ni mzuri, hakuna maneno mengi ya kwamba labda uwanja utakuwa hauko kwenye hali nzuri. Kila timu imejiandaa. Azam walitoa taarifa juzi ya kwamba wachezaji wao wote wale ambao walikuwa national team walishasafirisha kwenda kwenye mechi. Kwa nafikiri maandalizi ya mchezo kwa ujumla yako tayari. Labda kitakachotokea ni kitokee kingine, lakini kwa kila timu mimi nafikiri kwenye targeti zao kila mmoja nafikiri anataka kuwa na malengo yale ambao walikuwa nao msimu uliopita. Ukiwatazama Azam, kama wakipoteza mchezo huu ina maana watakuwa tofauti yao na Singida sasa ni pointi 1. Lakini kwa Singida kama akipoteza ina maana gap lake na zile timu 4 za juu litazidi kupungua. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kila mmoja kuwa na maandalizi bora, lakini kwa mashabiki kufuatilia huu mchezo, kwa sababu ni kati ya michezo mikubwa kwenye ligi yetu. Msimu uliopita kila timu nafikiri ilishinda nyumbani kwake. Singida alishinda nyumbani na Azam alishinda nyumbani. Kwa msimu huu mpaka sasa hivi hakuna hata timu moja kati ya hizi ambao inaweza kujitanua na kusema kwamba bwana yenyewe imefanya vizuri sana. Azam pamoja na kwamba hawajapoteza mchezo mpaka sasa hivi, wana sare 8 kwenye msimu wa ligi. Moja ya timu ambayo imetoa sare nyingi zaidi kuliko timu zingine zote kwenye ligi mpaka sasa hivi. Lakini kwa Singida ukiona wanapoteza lakini pia wanatoa sare. Nafikiri kwenye michezo yao 9 hapo katikati wana mechi ambazo wamepoteza na kushinda. Kwa hiyo ukiwatazama pia kwenye zile mechi zao 5 zote za mwisho hakuna timu ambayo pia ina rekodi nzuri sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiniambia mimi nitakwambia kila timu inahitaji hizo pointi 3 ili kujiweka kwenye mazingira mazuri zaidi. Rashid, mchezo ambao Azam inaenda kucheza unaenda pia kutoa taswira ya mchezo wake wa April 5 ambao itacheza dhidi ya Simba. Kwa kocha ambaye anajua jinsi ya kuficha mbinu, mara nyingi huwa wanatumia michezo hii pia kuficha mbinu zake ambazo pengine inaweza inaenda kutumia kwenye mchezo mkubwa, lakini sioni kama kuna cha kuficha, kwa sababu ni mchezo mkubwa unafuata tena mchezo mkubwa mwingine, ambapo Azam sidhani kama kwa Florai Benge anaweza akaruhusu kuona mechi ya leo inapotea mikononi mwake kwa sababu ya kuhofu kwamba pengine Simba anaweza akaona mbinu zake za kimchezo jinsi ambavyo zinaweza zikatumika. Nini ambacho Florai Benge anaweza akaenda kufanya kwenye huu mchezo wakati pia akijiandaa kucheza dhidi ya Simba, mchezo mwingine mkubwa? Of course yule ni mwalimu mkubwa
amekutana na michezo mikubwa back to back, anajua namna ya control dressing room, anajua namna ya kutengeneza atmosphere ya mechi. Haiwezi kuleta athari kwa sababu anachokitafuta kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars ndicho pia anaenda kukitafuta mechi dhidi ya Simba Sports. Ni mechi ambayo of course ni mechi ambazo kwenye intensity inaweza kufanana, kwa sababu maswali ambayo watakuuliza Singida Black Stars hayatakuwa na utofauti mkubwa na maswali ambayo watakuuliza Simba Sports Club. Kwa maana ya ubora wa wachezaji wa Singida Black Stars na ubora wa wachezaji wa Simba Sports Club. Wachezaji wa Singida Black Stars inawezekana wakawa hawana matokeo mazuri ya kuridhisha msimu huu, labda kutokana waliweka nguvu kubwa kutaka kufanya vizuri kwa mara yao ya kwanza kucheza kombe la shirikisho, lakini bado haitafsiri kwamba wachezaji wakubwa wanapokutana na wachezaji wenzao wakubwa huwa wanaenjoy the moment. Sasa hiyo ni moment ambayo kila mtu anakuwa anatamani kwamba okay, leo sasa tunacheza na daraja la wachezaji ambao mimi nina feel kwamba hawa ni wa level yangu. Ibenge amejitabaisha sana kwenye falsafa yake. Ni mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzuia. Ndio. Na ni mtu ambaye anapenda kushambulia kwa kushtukiza. Sio mwalimu ambaye anapanga sana mashambulizi. Lakini Singida Black Stars ina mjumuisho wa walimu wengi kwenye benchi la ufundi. Lakini inapokuja swala la NBC Premier League, kocha anakuwa Ouma. International kocha anakuwa anaitwa Mbonyo, anamuita manager sasa. Lakini bado ni kile kile wataenda kuapply. Watawauliza maswali magumu sana Azam. Kwa sababu gani? Unajua Mangasole, Singida Black Stars wameonekana kuwa sharp kwenye kucreate nafasi na kuscore kwenye mechi za hivi karibuni walizocheza. Azam FC kwenye mechi za hivi karibuni wameonekana wana struggle kuscore kwenye mechi za hivi karibuni. Yeah. Ukiangalia mechi zao kadhaa hivi utaona wamepata sare tena sare za bila. Alafu ukimwangalia Singida Black Stars utaona alipata ushindi wa magoli kadhaa, 2-1, 4. Kwa hiyo unaona utofauti wa hizi timu ni kwenye kuangalia previous match zao walizozitengeneza. Unaona kama Singida na advantage, na hiyo advantage unazidi kuibold kutokana na matokeo pia ya msimu uliopita. Kwa hiyo bado unaendelea kutoa nafasi kubwa kwa Singida Black Stars. Kinacholeta msisimko kwenye hii mechi ni mabadiliko ambayo nayatarajia kuyaona pande zote mbili. Mwalimu nafikiri atafanya mabadiliko makubwa Singida Black Stars. Mwalimu wa Azam pia natarajia kuona mabadiliko makubwa kwenye mabadiliko ya kiuchezaji au unazungumzia mabadiliko ya wachezaji? Kiuchezaji. Yes. Mabadiliko ambayo atakuwa analenga nini? Azam nafikiri watakuwa wanatafuta kwanza kuscore ili waweze kuscore. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa akawa na wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kushambulia kwa maana kwa idadi kubwa ya namba. Singida Black Stars the way wanavyomtazama Azam, hawamtazami kama ni mpinzani threat sana kwao. Wanamtazama ni mpinzani ambaye wanaweza kushindana naye. Kwa hiyo kuna uwezekano wakatumia viungo wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kukaa na mipira na kuscore. Tofauti na mechi ambayo mbili tulizoziona, ambayo alianza na striker mmoja, baadaye akatumia mastrika wawili, kwa hiyo akapunguza idadi ya viungo washambuliaji. So mechi hii Singida Black Stars naweza navyoiona anaweza kuweka viungo washambuliaji wengi zaidi, kwa sababu anaamini anahitaji kuposesi mpira kwa muda mwingi zaidi kuliko namna ambavyo Azam watakuwa hawahitaji kuposesi mpira,
ila watahitaji kutengeneza hatari chache na kutumia. Maana yake kwamba timu ambayo itashika eneo la kiungo ndio itakuwa na uwezo pia wa kuamua jinsi ambavyo mechi itakavyokuwa. Sasa itategemeana kwenye mitego. Unajua kwenye football iko tofauti. Unaweza ukadominate kwenye eneo la kiungo. Lakini uhatari ukawa sio eneo lako la kiungo. Uhatari pengine ukawa umetegesha kwenye mawings, si ndio? Jana tulikuwa tunajaribu kuelezea, yani Azam wana washambuliaji wawili watatu, Aimal ambaye hapati nafasi, wapo wanne, Ngita, Aimal, Kitambala pamoja na Sadun. Sadun si ametoka majeraha, lakini pia Sopu naye muda mwingine anaweza akadumu katika yule. Sadun ametoka majeraha, si kama atapata nafasi nafikiri itakuwa ni dakika chache sana. Lakini Aimal ambaye hapati nafasi, Ngita na Kitambala bora, ili wawe kwenye nafasi nzuri zaidi, hawa mipira yao mizuri ni crosses ili waweze kuscore, si ndio? Na kati kwa Singida Black Stars, Gwede anakuja ndani kuchukua mipira, Jaju, Keyeke, Ayub Lianga kama ataanza, hawa wao kazi yao ni kutengeneza mianya ya hawa mabeki wao wa pembeni, Imoro pamoja na fullback mbana nitoka jina lake, kuflow ili ile mipira, lengo sio cross, lengo ni kurudisha mipira ndani. Wakipiga zile V, sasa hawa ndio wanatoka wanaenda kulishambulia lango la Azam. Mara nyingi wamekuwa wakitumia huo utaratibu, na bahati nzuri ni mechi back to back. Emoro ametuonyesha sanaa ya kupiga free kick. Mechi na Mbeya City alifunga from the distance. Mechi na Tanzania Prison wakapata free kick akascore. Unaona ni kama naye ameanza kutengeneza confidence ya kutamani kuwa anafunga zaidi. So ni mechi ambayo inaweza kuwa ina mitego mingi kwenye eneo la kiungo, lakini ikawa haiamuliwi kwenye eneo hilo. Sawa. Nirejee kwa Phil Mkini kabla tujamaliza hili la Singida Black Stars na Azam. Tunaona ni timu ambazo tukizungumzia kwamba ni mechi kubwa, tunalinganisha pia viwango vya wachezaji. Ni timu ambazo zinaendana kwenye viwango vya wachezaji. Pengine wanaweza wakazidiana wawili watatu, lakini wachezaji wengi ukifananisha wachezaji wa Singida Black Stars na Azam ni wale wambao timu zote hizi mbili ziliwaamini na kuwatumia kwenye mashindano makubwa barani Afrika kwa maana kombe la shirikisho, lakini hata ukiangalia benchi la ufundi ni miongoni mwa timu ambazo pia zina benchi kubwa sana la ufundi, Singida pamoja na Azam. Huu mchezo kwenye uwanja unaenda pia kutengenezwa na ukubwa wa wachezaji tofauti tofauti ambao kwenye hizi timu. Bila shaka. Uko sahihi. Na mara nyingi kwenye mechi kubwa za Azam msimu huu nafikiri na hata msimu uliopita, Azam wamekuwa wakibezi yao ikiwa ni kwenye sehemu ya kiungo. Nafikiri Rashid alikuwa anaizungumzia hapa. Tazama hata mechi ambayo Azam walishinda dhidi ya Simba, waliwawini Simba kwenye eneo la kiungo. Lakini nguzo pekee ya Azam msimu huu, yani huyu ni mchezaji ambao ukimzungumzia kwenye msimu huu namzungumzia kwenye misimu mitatu mfululizo amekuwa bora sana, Faisal. Faisal tunapozungumza sasa hivi ndio mchezaji ambao amehusika kwenye magoli mengi zaidi kwenye ligi kuliko mchezaji mwingine yoyote. Nafikiri top assist. Yeah, top assist, lakini pia ana magoli 6 kwa hata 11. Zote 11. Jumla ni 11. Hakuna mchezaji mwingine yote kwenye ligi ambao ameweza kufanya kitu kama hicho mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa. Yaani ukiwakusanya wote kwenye mchezaji ambao anaongoza kwa magoli, ukiongezea na assist zake, bado hajafikia eneo hilo. Kwa hiyo ukiwatazama Singida, nafikiri kitu cha kwanza ambacho wenyewe watakuwa wanaangalia ni nini ambacho wana uwezo wa kufanya Faisal asiwaadhiri kwenye mchezo huu. Lakini una bezi ya hii mechi pia inabaki kwa magolikipa. Nimeona golikipa wa Singida amefanya vizuri sana kwenye hizi mechi. Achana na ile mechi ambayo walicheza na Yanga. Mechi na Yanga kidogo unaweza ukaiona kama vile hata aina ya wachezaji ambao walianza kwa Singida, nafikiri mwalimu labda kuna kitu alikuwa anakifikiria zaidi, labda akili yake ilikuwa kwenye mechi inayofuata zaidi kuliko ile mechi ambayo alikuwa anacheza. Lakini kwenye mechi ya dhidi ya Simba umeona Singida wamekuwa na base nzuri sana kwenye eneo lao la kiungo, lakini wakawa na base nzuri sana kwenye eneo la ulinzi. Ukitazama pia sio timu ya kutisha sana ambayo imefungwa magoli mengi kwenye ligi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri mimi base zitakuwa hapo kwenye hilo eneo. Azam wanashika nafasi ya pili kwenye timu ambayo haijafungwa magoli mengi mpaka sasa hivi. Wamefungwa magoli 4.
ambao nafasi ya kwanza nafikiri ni Yanga, ameruhusu magoli 2 tu mpaka sasa hivi kwenye msimu wa ligi. Kwa hiyo ni timu ambazo zote haziruhusu sana, lakini zote zina bezi nzuri sana kwenye kiungo. Atakayefanikiwa kama Rashidi alivyokuwa anasema kwenye eneo la kiungo, nafikiri ana uwezo mzuri zaidi wa kuondoka na ushindi kwenye hii mechi. Lakini kama hilo eneo timu zote mbili zitafanya kazi yake vizuri sana, mimi naiona ni sare nyingine kwenye hizi timu kwenye hii mechi. Sare nyingine kwenye hii mechi. Yeah. Sawa. Huyu ni mchambuzi Philip Mkendi, lakini yuko hapa sambamba na Rashid Hamis wakizungumzia kile ambacho wanatarajia kukishuhudia kwenye mchezo ambao utachezwa leo kwenye uwanja wa Airtel Stadium pale Singida. Ni mchezo ambao utakutanisha Singida Black Stars wakicheza dhidi ya Azam FC, mchezo wa ligi kuu ya NBC. Leo ni mchezo mmoja tu.